أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa umri na taufiki na fursa hii ya kukusanyika hapa ili tuweze kukumbuka imamu wetu, imamu watatu, Imam Hussein alayhi salam. Na maudhui ambayo nazungumzia ni kuhusu Imam Hussein katika Biblia, kwani ni mambo ambayo yaliyotokea Imam Hussein, si kwamba mambo yalitokea ghafla tu hivi na ilikuwa haijulikani. Ni mambo ambayo yalikuwa yametabiriwa, yametajwa hata katika vitabu vya dini nyinginezo, katika Ukristo, katika Majusi, katika dini zote ambazo zilikuwepo zimetaja jambo hili. Ukirudi utapata mambo kama haya. Sasa tukirudi kwenye Biblia, katika kitabu cha Yeremia 46 mstari wa 10 inaelezewa ndani yake mambo yatakayompata au yatakayotokea. Sasa mimi nitajaribu tu kuelezea bila kufafanua sana, na aya zenyewe zitakuwa zinajielezea. Inasema ya kwamba na siku ile, yani kuna siku maalumu hii, na siku ile ya Bwana mwenye enzi, ni siku yake Bwana mwenye enzi kuu, Yehova wa majeshi, siku yake ya kisasi, ya kujilipizia kisasi. Yani ni siku ambayo Mwenyezi Mungu atalipiza kisasi, ambaye ni Bwana wa majeshi, Yehova wa majeshi, siku yake ya kisasi, ya kujilipizia kisasi juu ya adui zake. Na hakika utakula na kushiba na kujijaza damu. Yani upanga huu, ndio kuna neno hapo nimesahau kuandika hapo. Utakula na kushiba na kujaza damu yao, kwa maana Bwana mwenye enzi kuu, Yehova wa majeshi, ana dhabihu, yani ana sacrifice ambayo itafanywa. Kuna kuchinja. Dhabihu ni neno ambalo limekuwa likitumika katika Biblia. Walikuwa wakichukua mnyama ambaye kwanza sharti ni kwamba ndio mzao wa kwanza, yani firstborn, alafu achinjwe, alafu achomwe. Sasa inaitwa dhabihu. Kwa maana Yehova wa jeshi ana dhabihu katika nchi ya kaskazini, kando ya mto wa Efrati. Yani katika mto wa Furati kuna dhabihu itatokezea, na hapo inaelezea kwamba mapanga yatakunywa damu na yatashiba na kutamwagika damu, na adui atalipiziwa pia kisasi. Sasa hapo ni nani huyu ambaye anazungumziwa, au ni kitu gani ambacho kinazungumziwa? Yani kwamba Mwenyezi Mungu ana dhabihu, kuna sacrifice ambayo itakuwepo katika sehemu hii. Tukiangalia katika historia, kando ya Efrati au Furati, hakuna ambaye ameuawa katika sehemu ile. Hakuna mauaji yamefanyika pale na damu zikamwagika pale isipokuwa Imam Hussein alayhi salam. Katika miaka yote, tukirudi katika historia, hakuna ambaye ameuawa katika sehemu ile. Sasa hii turudi nyuma, ni kwamba kuna Nabii Ismail, au tuseme kwanza Nabii Ibrahim, alioamrishwa na Mwenyezi Mungu amchinje mwanawe wa pekee ili awe kama dhabihu kwa Mwenyezi Mungu. Hata ingawa jambo hili halikukamilika, badala yake Mwenyezi Mungu alimbadilishia, akampatia kondoo, na yule kondoo akawa amechinjwa mahala pa Ismail. Sasa kumaanisha kwamba ile dhabihu haikukamilika ambayo Mwenyezi Mungu alitaka, bado ilibaki katika kizazi chake, na ndio itakuja kufanyika hapa katika Efrati. Sasa tukirudi nyuma, ndugu zetu wa Kristo na Mayahudi
wanasema yule ambaye aliyechinjwa ama aliyekuwa achinjwa alikuwa ni mwanawe wa pekee, alikuwa ni Isaka, lakini sisi tunasema ni Ismail ambaye ni babu yake Mtume, ambaye Imam Hussein anatokana naye. Sasa tuangalie Biblia, Mwanzo 22 mstari wa pili, inasema kuhusiana na kisa hicho: kisha Mungu akamwambia, tafadhali mchukue mwana wako wa pekee. Hapa inasema mwana wa pekee, yani alikuwa hana mwana mwingine, unayempenda. Miongoni mwa sifa ni kwamba anampenda, unayempenda sana. Alafu imeendelea inasema Isaka. Katika baadhi ya Biblia zimewekwa kwenye bracket ya kuonyesha kwamba hili neno alikuwepo, kuna waliongeza ili kama kufafanua, yani huyu mwana ambaye anakusudiwa ni Isaka, na ndio sababu imekuwa Wakristo wanasema. Sasa tutaangalia tuone kama kweli ni Isaka. Inasema Isaka usafiri kwenda nchi ya Moria na umtoe kuwa dhabihu ya kuteketeza, yani kwamba amchinje na amchome kama dhabihu, awe sacrifice kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, juu ya mlima mmoja nitakao kuonyesha. Sasa ameamrishwa. Sasa huyu mwana ambaye tunaambiwa ni mwana wa pekee, mwana wa kwanza, Wakristo wanasema ni Isaka, sisi tunasema hapana, ni Ismail. Tukirudi tunaona ya kwamba katika kitabu hicho cha Mwanzo 16 mstari wa 16 inasema Abrahamu alikuwa na umri wa miaka 86 Hagari alipomzaa Ishmaeli. Alikuwa na miaka 86. Kwa hivyo hapo tutajua umri wake baadaye. Pili, Mwanzo 21 mstari wa 5 inasema pia ya kwamba Abrahamu alikuwa na umri wa miaka 100 Isaka mwanawe alipozaliwa. Sasa ukifanya hesabu hapo utaona ya kwamba alipozaliwa Isaka, Ismaili alikuwa na miaka mingapi? Alikuwa na miaka 14. Kwa hivyo yeye alikuwa ni kijana wa miaka 14 wakati Isaka anazaliwa. Sasa tukiendelea tuone, wengine wanasema katika Wakristo wanasema ndiyo wakati huo. Kwa hivyo yule ambaye, kwa sababu ambaye alikuweko wakati huo alikuwa anayechinjwa wakati ule, ilikuwa ni mwana wa pekee, na Isaka alikuwa si mwana wa pekee. Wakati alipozaliwa kulikuwa na mwana mwingine, kwa hivyo Isaka hawezi kuitwa mwana wa pekee. Ismaili ndiye atakayekuwa ni mwana wa pekee, kwa sababu alizaliwa miaka 14 kabla, na wakati wake aliyopokuweko kulikuwa hakuna mwana mwingine, bali Sara alikuwa ni tasa. Tukirudi tunaona kama vile wengine wanavyodai, wanadai ya kwamba Ismaili alikuwa si mwana wa kisheria, kwa sababu Hagari alikuwa ni mtumishi, na Sara alimpatia yule mwanamke, akakutana naye alafu akapata mtoto, lakini huyo mtoto hahesabiki kwamba ni mwana wake wa kisheria. Sasa lakini tukiangalia Biblia tunaona ya kwamba katika kitabu cha Mwanzo 16 mstari wa 3 inasema baada ya Abramu kuishi katika nchi ya Kanani kwa miaka 10, Sarai mkewe Abramu akamchukua Hagari mtumishi wake Misri na kumpa Abramu mumewe awe mke wake. Sasa hiyo awe mke ni nini? Mke wa sheria, na mtoto wake anakuwa ni mtoto wa sheria, bali Mwenyezi Mungu katika sehemu nyingi anamuita mwanawe. Tukiona pia tunaona ya kwamba na mwana wake pekee katika Mwanzo 12 mstari wa 23. Mwanzo 17 mstari 23 anasema au inasema, kisha Abramu akachukua, kwanza niseme ya kwamba jina lake kabla ya kupata baraka za Mwenyezi Mungu alikuwa kitwa Abramu,
baadaye Mwenyezi Mungu akasema tena sasa hautaitwa Abrahamu, utaitwa Abrahamu. Sasa ndio unakuta huko nyuma anaitwa Abrahamu. Sasa inasema kisha Abrahamu akachukua Ishmaeli mwana wake, sio mtoto ambaye si wa sheria, na waume wote. Yani hii alipoamrishwa awafanyishe nini? Tohara, awatahirishe, na yeye mwenyewe atahiri, na ikawa ni ishara na alama yake na Mwenyezi Mungu kwamba kuna agano baina yake na Mwenyezi Mungu, na ikawa watu wote ambao wanatokana naye watakuwa wakifanyiwa jambo hili. Sasa na waume wote waliozaliwa nyumbani mwake, na kila mwanamume aliyekuwa amemnunua kwa pesa, akawatahiri nyama ya magomvi yao siku hiyo hiyo, kama Mungu alivyomwambia Abrahamu. Abrahamu alikuwa na umri wa miaka 99. Tumeona ya kwamba Isaka amezaliwa yeye akiwa na miaka 100. Kwa hivyo hapa Abrahamu alikuwa na miaka 99. Isaka alikuwa hajazaliwa wakati huo, na mwana wa pekee ambaye alikuwa kwa wakati huo alikuwa ni nani? Ni Ishmaeli. Alipotahiriwa nyama ya gomvi lake, na Ishmaeli mwanawe alikuwa na umri wa miaka 13 alipotahiriwa nyama ya govi lake. Wakati huo Isaka hayuko. Tukiangalia baada ya kuwa amejaribu kumchinja, lakini ikawa ameletewa kondoo na malaika na akamchinja kondoo. Baada ya kumaliza kitendo hicho na mtihani ule aliofanyiwa na Mwenyezi Mungu, yeye alitoka na akarudi sehemu ambayo kawaida yule mtoto baada ya kuwa amefanya nini, mtoto anamrudisha kwa mama yake, hamchukui ampeleke sehemu nyingine, anampeleka kwa mama yake. Sasa tunaona ya kwamba lau kama ingekuwa Isaka angempeleka kwa mama yake alikuwa Kanani, na Ismaili mama yake alikuwa Beersheba, yani Saudia ya sasa hivi. Sasa yeye alikuwa ametoka huko na akarudi huko, kama vile Biblia pia inasema katika Mwanzo 22 mstari wa 10 inasema, baada ya hayo Abrahamu akarudi kwa watumishi wake, wakaondoka wote pamoja na kurudi Beersheba. Kurudi sio kwenda, akarudi, yani mahali alipokuwa yuko, na Abrahamu akaendelea kuishi Beersheba. Sasa huko ndio alikuwa ametoka na ndio akarudi, na akamrudisha mwanawe pale alipokuwa. Kama ingekuwa ni Isaka, ingekuwa angemrudisha kwa mama yake, ambaye mama yake alikuwa anaishi kwingine, kama Biblia inavyosema Mwanzo 23 mstari wa 2 inasema, basi Sara akafa kwake basi Sara akafa huko Kirath Arba, yani Hebroni. Hebroni ni wapi? Biblia tena inaendelea, katika nchi ya Kanani. Sasa yeye alikuwa anaishi huko Kanani, na huyu mwingine alikuwa anaishi Beersheba. Kwa hivyo ni wazi ya kwamba aliyekuwa naye alikuwa si Isaka, la sivyo itakuwa anampeleka mtoto kwa mama asiyekuwa mama yake. Ni wazi ya kwamba atamrudisha kwa mama yake. Sasa baada ya kumaliza hayo, Mwenyezi Mungu alimpatia baraka kwa ajili ya kitendo hiki, na tunaona waliokuwa naye. Kwa hivyo baraka zilishuka kwa yeye na kizazi chake ambacho alikuwa nacho, na ilikuwa ni Ismaili, sio Isaka. Tunaona katika 22:16 ya Mwanzo 22:16 inasema, akamwambia, naapa kwa nafsi yangu, asema Yehova. Malaika akaja akamwambia, baada ya kuwa amefanya vile, ndio anamwambia malaika huyu Jibril, akamwambia au Gabrieli, naapa kwa nafsi yangu, asema Yehova, kwamba kwa kuwa umetenda jambo hili, nawe haujaninyima mwana wako wa pekee, haujaninyima, umejitolea, hakika nitakubariki.
Mwenyezi Mungu akampatia baraka zake, na wakati huo mwana ni mmoja. Na inaendelea pia, na kupitia uzao wako katika yale mambo pia baraka zile, mataifa yote ya dunia yatajipatia baraka, kwa sababu umesikiliza sauti yangu. Sasa Mwenyezi Mungu akamtia baraka ya kwamba huu utume wake utafika ulimwengu mzima, na mataifa, sio wana wa Israeli. Kama ingekuwa ni baraka ya wana wa Israeli peke yake, ingeandikwa wana wa Israeli, lakini pale imeandikwa nini? Mataifa. Na mataifa inayokusudiwa katika Biblia ni terminology inayokusudia watu wasiokuwa wana wa Israeli. Kwa hivyo yeye, wale watapata hiyo baraka ya kutoka kwa nani? Kwa huyu mtume, kwa sababu amesikiliza mambo yake Mwenyezi Mungu na amefanya utiifu na ametoa mtoto wake, na kwa hivyo baraka hii. Na kando ya hapo, Mwenyezi Mungu pia akafanya agano na yeye, na hii agano katika kitabu pia cha Mwanzo 17 mstari wa 4 inasema, mimi nami tazama agano langu liko pamoja nawe hakika utakuwa baba wa mataifa mengi. Utakuwa baba wa mataifa mengi, sio wana wa Israeli. Yeye ndio atakuwa, baraka itaenea na kufika mataifa mengine yote. Na katika mstari wa 7, huo ulikuwa wa 4 kuruka mpaka wa 7, inasema, nami nitalishika agano langu nililofanya na uzao wao baada yako. Kutakuwa pia agano hili litaendelea na uzao wake katika vizazi vyao vyote. Hili ni agano la milele. Kuna agano baina yake Mwenyezi Mungu na watu wake, na agano ile litakuwa na ishara. Ishara ni kwamba atakuchinjwa nini kule kufanyiwa kutairiwa, ni katika ishara ya agano lile. Na 17:20 hiyo Mwanzo inasema, lakini kuhusu Ismaili. Sasa baraka zile anaendelea, alitaja katika hii, anaelezea pia baraka za Ismaili. Anasema ya kwamba, nimesikia ombi lako, tazama nitambariki, nami nitamfanya awe na wazao wengi. Atakuwa na kizazi kikubwa, wataenea awe na wazao wengi, nao wataongezeka na kuwa wengi. Atazaa wakuu. Biblia zingine zinasema wakuu, zingine zinasema masayid. Atazaa masayid 12, nami nitamfanya kuwa taifa kubwa. Hawa masayid 12 ambao wanatokana na Ismaili ni akina nani? Si wengine ila ni wale maimamu 12 ambao ndio wanaitwa pia katika Biblia masayid. Sasa kutokana na agano lile na baraka zile, baada ya kuwa ametoa mtoto mwanawe wa pekee na akataka kumchinja, ile agano itaendelea baina yake, na pia Mwenyezi Mungu atabariki na ulimwengu au mataifa yote yatapata baraka ile ya uongofu pia kutoka kwake. Na kando ya hapo pia vile vile kutakuwa na masayidi 12 kutoka kwa Ismaili, ambao miongoni mwao 12 ni Imam Hussein alayhi salam, ambaye ni imamu wa 3, ambaye tunapata wao nini hii ahadi ambayo pia ilikuweko ya kumchinja mwanawe bado itakuwa imebaki na itakuwa bado haijatekelezwa, kwa sababu kilichochinjwa si mwanawe bali ni kondoo aliyechinjwa. Na hii dhabihu aliiweka na itafanyika katika Furati pale, kama tulivyosema katika Yeremia 46 mstari wa 10. Na tukirudi pia tukimalizia, tunaona hili jambo, hii siku ambayo ni siku ya Bwana, ni siku ambayo imetukuzwa. Wana wa Israeli wameamrishwa, hata katika Nabii Musa aliamrishwa awajulishe wao wakitukuza siku hii ambayo ni siku ya dhabihu ya Mwenyezi Mungu, na wawe ni wenye kufanya nini? Kutubu kwa Mwenyezi Mungu na kujitesa
kama vile tutaona katika kitabu cha nani hiki ambacho ndio tunamalizia, ni kitabu cha Walawi, mambo ya Walawi 23:23. Inasema Yehova akaendelea kumwambia Musa, waambie hivi Waisraeli. Waisraeli ndio wanaamrishwa hivi: siku ya kwanza ya mwezi wa 7 mtakuwa na pumziko kamili, mtaadhimisha kusanyiko tukufu. Yaani katika mwezi wa 7, mwezi wa 7 tutaujua ni mwezi gani. Waisraeli wanaambiwa kwamba wawe wakifanya mkusanyiko na kukumbuka kufurahia mazao ambayo wamepata ya vyakula. Alafu kisha inaendelea katika mstari wa 26. Hapa ndio muhimu kwetu. Inasema Yehova akaendelea kumwambia Musa, hata hivyo siku ya 10 ya mwezi huo wa 7, siku ya 10 ya mwezi huo wa 7. Mwezi wa 7 ndio walikuwa wakiuita Ethanim wa Israeli kwa lugha yao ya Kihibru, lakini kwa siku hizi jina ambalo wanatumia linaitwa Tishri. Huu mwezi wa 7 huwa unaangukia katika baina ya mwezi wa Septemba na Oktoba, hapo ndio unaangukia. Sasa tukirudi tunapata siku ambayo Imam Hussein aliuawa ilikuwa, tukirudi kitarehe ya kizungu, ilikuwa tarehe 2 mwezi wa Oktoba mwaka wa 680, yani Muharram iliangukia katika wakati huo. Sasa wao wanaamrishwa katika hiyo siku ya 10 ambaye ndiyo bado siku ya Muharram itakuwa vile. Bali kando kuna kithibitisho, ukirudi kwenye Jewish Encyclopedia wenyewe wanaielezea siku ya Muharram ndio hiyo siku, na wanaiunganisha na wakisema pia wanaelezea Majews huwa wanaikumbuka ile siku, wanaitukuza siku kwa sababu waliamrishwa na Mwenyezi Mungu yao na Nabii Musa katika siku ile, na ni Muharram tarehe 10, na siku ile huwa wanafunga siku ya Muharram, ya siku ya Ashura huwa kwao ni siku tukufu, na inaendelea mpaka sasa, kama vile pia inaendelea ya kwamba ni siku vile hiyo Biblia inasema, hiyo aya ni siku ya kufinika dhambi, mtakuwa na kusanyiko katika takatifu, nanyi mnapaswa kujiweka na kumtolea Yehova dhabihu. Yani ni siku ya kutoa dhabihu pia vile vile, na inayochomwa kwa moto. Hampasi kufanya kazi yeyote siku hiyo, kwa sababu ni siku ya kufunika dhambi zenu mbele ya Mola ya Yehova Mungu wenu. Samahani. Alafu inaendelea pia, mtu atakayekosa, mtu ambaye hatajitesa siku hiyo atauawa. Yani ni wajibu kwao siku hiyo wajitese. Miongoni mwa mambo ya kujitesa ni kwamba kufunga, yani afanye mambo ya kujitesa, kwa sababu ni siku ya madhambi na nini, na kuna mambo ambayo yamefanyika, wao wanatakikana kufanya nini? Kuikumbuka na kuiadhimisha hiyo siku. Bali kando ya hapo kuna siku ya kabla, ni sheria ya kudumisha katika vizazi vyote mahali popote mtakapoishi. Alafu inaendelea, nanyi mtajitesa siku ya 9. Pia siku ya 9 wanaamrishwa pia vile vile, mtajitesa siku ya 9 mwezi huo wakati wa jioni, mtaadhimisha Sabato kwanza kuanzia jioni hiyo mpaka jioni inayofuata hii. Kwa hivyo kuna siku mbili ambazo ndio wanaziita siku ya 9 na siku ya 10, ambayo zinaangukia ni siku ya Taasua na Ashura. Yani siku ya 9 na siku ya 10 wanaadhimisha kila mwaka, na tukirudi kwenye historia katika zama za Mtume pia bado walikuwa
wakifanya vile, wakiitukuza ile siku, wakiadhimisha ile siku ya Muharram, ya siku ya 9 na ya 10, yani ya Taswa na Ashura, ambapo na sisi pia tunaadhimisha. Kwa hivyo tunapata ya kwamba nani ametajwa, na Imam Hussein ametajwa na kuna imetabiliwa, na ni jambo ambalo liko na si jambo geni. Wa sallallahu ala sayyidina nabina Muhammad wa alihi tahirin.